Shahidi katika kesi ya uhaini na mkabili Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema Amini Mahamba, kamishna msaidizi wa polisi, anatoa ushahidi wake akiongozwa na wakili wa serikali. Alisema, nilipokea taarifa nikaanza safari kuelekea ofisi za mkuu wa upelelezi kanda maalum Dar es Salaam ZCO. Baada ya kufika nilikutana na maafisa wengine, kisha nikakaribishwa ofisini na kupewa mrejesho juu walipofikia yeye na timu yake ya upelelezi, na kwenye jalada niliona jina la mshtakiwa ambaye yuko mbele yetu ambaye ni Tundu Antipas Lissu. Baada ya hatua hizo niliwapangia majukumu kupeleleza, kukusanya taarifa pamoja na kuhoji. Wakili wa serikali anasema, wewe unasema ndio ulisimamia upelelezi kwenye hizo timu, kama unakumbuka kulikuwa na nani na nani? Shahidi Mahamba, timu ya ukamataji, mkaguzi wa polisi msaidizi Michael ndiye alikuwa kiongozi wao, Inspector Nun na wengine. Shahidi anaendelea kuwataja kwa majina. Baada ya kupanga majukumu, mimi na ile timu tulitazama ile video picha mjongeo toka akaunti ya YouTube ya Jambo TV. Wakili, waambie majaji ni video gani hiyo? Shahidi, ilikuwa ni video ya Tundu Lissu akihutubia. Wakili, mliweza vipi kuiangalia? Shahidi, tukiwa pale ofisini kuna kompyuta maalum ambayo anaitumia Inspector Michael, ndio tuliitumia kuangalizia hiyo video. Wakili, mahakama inataka kujua mlitazama kwa kiwango gani? Shahidi, tulitazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hiyo video ilikuwa ndefu na tulitazama kwa masaa 2 na zaidi. Wakili, katika hiyo video ulimuona nani? Shahidi, nilimwona Tundu Lissu na alikuwa amevaa vazi rasmi la chama la rangi ya kaki, akiwa amesimama kwenye mimbari akitoa hotuba, na kulikuwa na bendera ya chama na nyuma bendera kama ya taifa. Wakili, iambie mahakama rangi za bendera ya taifa ni zipi? Shahidi, rangi za bendera ya taifa ni bluu, njano, kijani na nyeusi. Wakili, haya rangi za bendera ya Chadema ni zipi? Shahidi, kuna nyeupe, bluu bahari, nyekundu na nyeusi. Wakili, tuambie kipi kingine uliona? Shahidi, pia alikuwa amevaa miwani na alikuwa akihutubia umma. Wakili, unaweza ukaiambia mahakama lugha aliyokuwa akiitumia mshtakiwa? Shahidi, lugha aliyokuwa akitumia ilikuwa ni lugha yetu ya taifa, Kiswahili. Wakili, wewe ulikuwa ukiratibu zoezi zima la upelelezi, ulipata nini kwenye hiyo video? Kilichoonyesha hapa kinafungamana na jarada hilo lililoko mbele yenu. Ilikuwa ni sehemu ya ushahidi ambao unaendelea kutolewa mahakamani. Lakini pia mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu ameiambia mahakama kwamba msiruhusu upande wa mashtaka kuleta vitu ambavyo hawajanituhumu navyo. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu leo amefikishwa mahakamani ambapo shauri la uhaini limeendelea kusikilizwa. Wakili amesema, waheshimiwa majaji, ushahidi unapimwa na mahakama na hazuii kusema huyu ni mpelelezi. Sasa anazuiwa vipi asema alichokibaini na huu sio ushahidi mpya? Mashahidi wengine pia walisema uchaguzi ungezuiwa, vipi kumzuia kusema sio sawa? Mahakama hii nina imani inatenda haki. Baada ya majadiliano kidogo, jaji alimruhusu wakili wa serikali kuendelea na akaanza kumwelezea jaji msingi wa awali wa swali lilomuuliza shahidi, hasa kwenye kipengele cha kukinukisha. Lissu, waheshimiwa majaji, shahidi hana haki ya kutoa ushahidi anaofikiria, anatoa ushahidi unaoendana na shauri husika, kitu anachokisema kiwe kinaendana na kesi. Kuna maneno mengi sana kwenye hii kesi tutakinukisha, na mengine yako kwenye hati ya mashtaka, lakini hakuna maneno ya kuchana karatasi za kura. Tutapiga watu. Mkiruhusu haya maneno, mtafungua sanduku la wadudu wabaya kuingia na mtashindwa kuendesha kesi hii vyema. Ni rai yangu msiruhusu upande wa mashtaka kuleta vitu ambavyo hawajanituhumu navyo. Hatari ni kwamba mkiruhusu mkaingia kwenye rekodi, mtalazimika kuutolea uamuzi na wanafahamu hivyo. Mkiruhusu tutahama kwenye kesi ya uhaini na kwenda kwenye kuchoma karatasi za kula. Sisi tuna haki ya kupinga ushahidi unapokuwa sio sahihi, ambayo hayapo. Naomba msiruhusu. Baada ya hapo majaji waliongea tena kidogo, na tukitazama hapa notisi tuliotoa awali, naona ndio huko tunataka kuelekea. Wakili mwongoze shahidi vizuri, na hataki kwenda kwenye mambo ya Oktoba 29 ambayo tulishayakataa tangu awali.